kwamba mashindano 26 ya uchongaji theluji ya Harbin yamekamilika nchini China. Tazama. 26 ya kimataifa ya uchongaji theluji ya Harbin yalihitimishwa katika maonyesho ya theluji ya kisiwa cha Sun katika mji mkuu wa jimbo la kaskazini mwa China la Heilongjiang siku ya Jumanne. Mashindano hayo ya siku 4 yalivutia timu wakilishi 29 kutoka nchi 12 zikiwemo China, Urusi, Canada, Uhispania, Korea Kusini, India na Mongolia. Jumla ya wasanii 105 wa sanamu za theluji walikusanyika ili kuonyesha ujuzi wao katika shindano hilo. Walitakiwa kuunda sanamu za theluji kwenye theluji tupu ya urefu wa mita 3, upana wa mita 3 na urefu wa mita 4. Ili kufanya shindano letu liwe la kuvutia na lenye sifa za kimataifa, tuliwaalika wasanii wawili maarufu duniani wa sanamu za barafu na theluji kufanya kazi pamoja na wasanii watatu wa China wa barafu na theluji kwenye jopo la majaji. Kila mchongaji wa theluji hupitia hatua 4, ikiwa ni pamoja na kubuni, kufanya majaribio ya uchongaji, kuchonga kwa ustadi na baadaye kung'arisha. Wakati wa mchakato wa kuchonga, washindani hawaruhusiwi kutumia zana za nguvu, rangi au mifumo ya fremu. Nimehudhuria mashindano mengi ya uchongaji wa theluji, lakini kiwango cha shindano la uchongaji wa theluji la Harbin kinazidi kuongezeka, na kazi hizi za uchongaji zinaonyesha mawazo na mambo mbalimbali. Wakati mwingine kuna hadithi nyingi zisizotarajiwa katika kazi ambazo ni za kushangaza. Nadhani kutakuwa na kazi mpya zaidi zitakazojitokeza katika siku zijazo ambazo zitafanya shindano la uchongaji wa theluji la Harbin kuwa la kuvutia zaidi. Shindano hilo lenye zawadi 12 lilivutia timu mbalimbali, huku kikosi cha Korea Kusini kikishinda tuzo yenye thamani kubwa zaidi.